Ziara yetu mjini hapa imebaini kuwa ongezeko hilo limewalazimu wamiliki wa magari ya abiria kupandisha nauli ili kuendana na gharama mpya za uendeshaji, hatua ambayo imepokelewa kwa hisia mseto na abiria. Sisi saa hii kama potapota kweli tunaumia. Juu mafuta unapandisha kila siku, alafu kiambia abiria wamepandisha mafuta anakuuliza mimi ndio nimepandisha. Sasa kwa hiyo hali sisi haki tunaumia. Na tunaomba kama inawezekana wateremshe hiyo mafuta ruti lita kwa 150. Ya hapa itakuwa afadhali. Ndio watakuwa wamekusaidia. Bora kupita hapo haki wanatufinya sisi watu wa chini. Licha ya nauli kupanda, hali si shwari kwa wachukuzi. Magari mengi yameonekana yakiwa hayana abiria, huku mengine yakisimama bila kazi kutokana na uhaba wa wasafiri. Katika steni ya magari mjini Bungoma, shughuli za kawaida ziliendelea isipokuwa tu usafirishaji wa watu na bidhaa, kinyume na hali ya kawaida. Madereva pamoja na waendeshaji wa pikipiki maarufu kama bodaboda wamedai kupata hasara kubwa, wakieleza kuwa mapato yao yameporomoka kwa sababu ya kupungua kwa wateja. Imetuadhiri kikazi kwa sababu haswa wateja wenye tunahudumia, ukimwambia ya kuwa mafuta yameongezwa bei, akuongezee kitu kidogo juu, kuna limit yenye wamezoea. Sasa ukipitisha pale unakosa wateja. Sasa unakuta siku mzima umeendesha pikipiki tangia asubuhi mpaka jioni na huna kitu cha kupelekea jamii yako nyumbani. Kwa hivyo kama ingewezekana bei ya mafuta, serikali pamoja na wahusika wajaribu kutupunguzia hii mzigo, kwa sababu ukikusa mafuta umekusa kila kitu. Wakazi kwa upande wao wamedai hali ya maisha imekuwa ngumu zaidi, wakilazimika kupunguza safari zisizo za lazima ili kuhimili gharama za juu za usafiri. Huku wakazi wa kaunti ya Bungoma wakizidi kuelezea hisia zao kinzani kuhusu kupandwa kwa gharama ya maisha. Sasa macho yameelekezewa serikali kuona kuwa je, itapunguza makali ya gharama ya mafuta humu nchini? Juma Ngetich, habari za Magharibi, kaunti ya Bungoma.